Karibu tuende nalo. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto amewahakikishia wazazi kwamba zaidi ya wanafunzi milioni 1.2 wa shule za junior watajiunga na shule za senior mwezi Januari. Akizungumza katika kanisa la Covenant International lililoko Rotiani katika kaunti ya Narok, Rais alisema kuwa nafasi zilizopo shuleni baada ya madarasa 23,000 zaidi kujengwa. Aidha, Rais Ruto amesema kufikia mwezi Januari serikali itakuwa imeajiri walimu 1,100 ili kuimarisha shughuli za masomo. Na jinsi anavyotuarifu mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim, Ruto amewakashifu viongozi wanaojaribu kuingiza siasa na porojo katika sekta ya elimu. Huku zaidi ya wanafunzi milioni 1.1 wakitarajiwa kujiunga na shule za senior mwezi Januari, serikali imewahakikishia wazazi na wanafunzi kote nchini mpito huo utafanikishwa kwa 100%. A most consequential exercise is underway in Kenya. 1.1 million children in Kenya will be transitioning from junior school to senior school in January. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Akizungumza katika kanisa la Covenant International huko Rotian katika kaunti ya Narok, Rais alisema kuwa kuna nafasi za kutosha baada ya ujenzi wa madarasa 23,000 zaidi. Tutakamilisha mahabara ama laboratories 1,600 kufikia mwezi wa 3 mwaka huu, na vile vile tumehakikisha ya kwamba ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi, tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. Kiongozi wa taifa amesema kufikia mwezi Januari serikali itakuwa imewaajiri walimu 100,000 ili kurahisisha shughuli za masomo. Na kuna pesa imepunguzwa ya kusomesha watoto wetu. Hata hivyo, amewahimiza viongozi anaowashtumu kwa kuingiza siasa na porojo katika sekta ya elimu. I am telling them to keep off our children. Watu ambao wako na siasa fitina ndogo ndogo, madalali wa siasa ya bure, wanataka kuingiza watoto wetu kwa mambo ya siasa ambayo haina maana. Kadhalika alishtumu upande wa upinzani kwa kujaribu kukosoa mipango ya serikali ya kuhakikisha taifa hili linakuwa miongoni mwa mataifa yaliyostawi. Wale wanapingana na mimi ati first world haiwezekani, watuambie mpango yao ni gani. Nilisikia mwingine juzi anasema ati hatutaki mambo ya Singapore, hatutaki mambo ya Korea, ati heri Somalia. Sasa mimi nauliza Rais na viongozi alioandamana nao walitoa wito kwa Wakenya kuendelea kuunga mkono mipango ya serikali katika sekta za afya na kilimo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hatuna nafasi ya kupoteza na mtu ambaye hana agenda, hana mpango, hata track record. Kama mimi nataka niwaulize watu wa Narok, mtu kama amekuwa uongozi miaka 10, hakuna barabara amejenga, shule hajajenga, kanisa hajajenga, hakuna kitu amejenga, huyo ni mtu ya kuchaguliwa? Kuanzia leo mahali wao huko, wao ujue ya kwamba kura zote za Masai ni za William Samoei Arap Ruto. Na tumekubaliana pale ndani ya kwamba kitu kimoja ambayo ni kubwa sana pale inaitwa inclusivity, kushirikisha kila pande ya Kenya. Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi.